Kwa jina naitwa Mtela Alam Mwampamba, ni katibu tawala wa wilaya hii ya Songea inayojumuisha halmashauri 3, halmashauri ya manispaa ya Songea hapa tulipo, halmashauri ya Madaba pamoja na halmashauri ya Songea ambao sisi tumezoea kuita Peramiho au Songea vijijini. Ndugu zangu wafugaji, mtu yoyote anayefuga anashauriwa pia alime, na mtu yoyote anayelima anashauriwa afuge. Lakini mtu anayelima ambaye ni mkulima anashauriwa zaidi kufanya shughuli nyingine hasa ya ufugaji na biashara zingine, tukiwa tuna sababu kuu moja. Mkulima wa nchi hii ndiye binadamu pekee anayepumzika kwa muda mrefu kuliko binadamu mwingine katika ufanyaji wa kazi. Leo tuko mwezi wa 6. Ukitegemea kilimo cha mahindi, maana yake umeshavuna mahindi. Utakaa likizo ya miezi 4 au miezi 5 ili uingie tena shambani. Kwa hiyo utakuwa na likizo ya miezi 5 ufanye shughuli ya aina yoyote. Huwezi kujikwamua katika uchumi kwa kutegemea kilimo chetu tunachokifanya. Lazima uwe na shughuli nyingine ya kufanya ambayo ni shughuli ya ufugaji. Ufugaji hauna likizo, kila siku lazima uingie kazini. Kwa hiyo ninawapongeza sana wafugaji kwa kuweza kufanya kazi bila likizo. Naomba mjipongeze sana. Kwa hiyo ni washauri na ambao hawapo hapa, ambao tukikutana mtaani anasema yeye ni mkulima, kwa hiyo hafugi, mwambie aache uvivu, kwa sababu ana miezi 4 mpaka 5 yuko kitandani anapumzika, hana shughuli ya kufanya. Ninaomba sana ndugu zangu, tufuge kwa kisasa, ufugaji wetu wa kisasa. Tunaomba mtuambie utofauti ni nini, ili sasa tuweze kupata utofauti ambao ule tumezoea. Inawezekana tunafuga kienyeji, lakini wataalamu kutoka manispaa yetu ya Songea wametufundisha katika ufugaji wa kisasa, na tunafuga kisasa, lakini bado matokeo hatupati. Kwa hiyo ninaamini kwamba leo katika kutujengea uwezo utatusaidia sasa tutoke hapa tulipo ili tuende katika eneo lingine. Ndugu zangu wafugaji, hii kampuni itatuelezea na itajikita kwenye mambo manne. Jambo la kwanza sio jambo geni, ni jambo la lishe kwenye mifugo yetu. Ni kweli lishe tuna hapa mifugo, lakini matokeo hakuna. Kwa hiyo watatupa suluhisho na kwamba ni nini tufanye ili tuweze kupata matokeo bora. Lakini pia wamejikita katika ulinzi wa mifugo yetu, nikimaanisha katika usafi na uandaaji wa mazingira ambao mifugo wetu watakwenda kuhifadhiwa na wataenda kuishi. Kwa watatueleza, inawezekana sisi tunakosea, lakini mimi naamini kwamba Dr. Seria yale ambayo wanatufundisha ni yale sahihi, lakini kwa kuwa wataalamu wamekuja nao, kama watatuongezea kuna mambo tulikuwa tunayakosa. Tutaangalia namna bora ya ufugaji. Sisi kama wafugaji hapa tunaamini tunafuga kisasa, lakini kuna jambo nataka kutuongezea zaidi ambalo litatujengea utofauti kidogo. Lakini pia ndugu zetu kama mnapoona wanazo bidhaa mbalimbali. Tukiangalia kwenye bidhaa, ni kweli hapa sisi tunatumia bidhaa hizi, lakini watatuambia utofauti wa bidhaa hizi, lakini watatuambia ushuhuda wa watu walioweza kufanikiwa katika kutumia bidhaa hizi. Kwa hiyo ninaomba sana ndugu zangu, tuwe huru kuuliza maswali, lakini tuwe huru pia kusikiliza. Azori Elasto Mbuma, daktari wa mifugo na pia ni mtumishi wa kampuni ya Thrishul Exim. Kwa siku ya leo, kwa niaba ya mkurugenzi, niwakaribishe sana wafugaji. Tuko na mafunzo katika mkoa wa wilaya hii ya Songea mjini, na kampuni yetu ya Thrishul Exim imeendelea kujikita kwenye utoaji wa huduma bora kwa wafugaji, na leo hii pia tuna mafunzo ambayo yamewalenga zaidi wafugaji, wale watengenezaji wa vyakula na pia wale ambao wanataka kufuga kwa ajili ya kibiashara. Kampuni yetu inajihusisha na utoaji wa bidhaa mbalimbali zikiwemo bidhaa za chanjo, vifaa vya kufugia mifugo,
na pia sisi tunatoa ushauri wa kitaalamu kwa maana ya kuweza kuwasaidia wafugaji kufanya miradi yenye matokeo. Leo hii kwa wafugaji wa wilaya hii ya Songea, kwa kweli tumewaletea dhahabu, ambao mafunzo haya yatawafanya wafugaji wapate matokeo kwenye kila kitu ambacho wanakifanya, lakini pia bidhaa bora za kampuni ya Ferrosure Exim ni bidhaa ambazo zina matokeo, na wafugaji wengi hata wa hapa majirani ambao wamekwisha tumia tayari wanatupatia matokeo ambayo ni mazuri sana. Priska Dorothy Kaponda ni katibu wa chama cha wafugaji mkoa wa Ruvuma. Kwa wale ambao tumezoea kwenda kwenye semina mbalimbali kujiendeleza na kujifunza zaidi, huwa tunalipia, lakini hapa sisi nauli ni mguu wetu kutoka nyumbani kuja kusikiliza mafunzo haya. Kwa hiyo kwa niaba ya wafugaji ninaomba sana tuyashike tutakayojifunza. Kwa kweli changamoto ya ufugaji hasa wa kuku kwa manispaa ya Songea na mkoa wa Ruvuma ni changamoto sana tu. Mimi nafuga, lakini kila siku banda langu ni dawa za mafua. Nasafisha, lakini kila baada ya siku 3 nasafisha, lakini kila siku ni dawa za mafua. Kwa hiyo kwa kutuletea bidhaa hizi na hawa wataalamu wetu, tujaribu kuwatumia vizuri sana. Tujaribu kusikiliza, tujaribu tunatakiwa tuulize zaidi. Lakini pia ombi langu kwa maafisa mifugo, hasa Dr. Seria na dada Pascalina, tunaomba sana mafunzo yawe yanakuwa ya mara kwa mara.